Karibu tena mtazamaji, shukran kwa kuendelea kusalia nasi. Tunaingia katika sehemu ya bunge la mwananchi na tutakuwa tunapata fursa ya kupata maoni ya wananchi wa Taita Taveta hapo baadaye. Mwenzangu Hezron Kimari atakuwa ametangamana na wakazi kuelewa walivyoelewa ama uelewa wao wa hizi sheria mpya ambazo zimekuwa zikiibua mijadala kwenye mitandao ya kijamii, hususan sheria ya uhalifu mitandaoni ama Computer Misuse and Cybercrime Act ambayo ilifanywa marekebisho na kupitishwa tarehe 15 Oktoba mwaka huu, na vile vile marekebisho hayo yakawa yameingia katika sheria hiyo. Na pia kuna ile sheria ya ushuru wa ardhi ambayo ni land rates, na pia ni miongoni mwa hizo sheria zilizotiwa sahihi kupitishwa. Na sheria nyingine ambayo inagusia baadhi ya udhibiti wa uendeshaji wa madhehebu ama sehemu za kuabudu na masuala kama hayo. Tutakuwa tunaangazia hayo na tutakuwa tunapata kauli hizo kutoka kwa Kimari na bunge lake ambalo linaendelea kujadili swala hilo zima. Lakini tunaporejea hapa studioni na muhusisha Hudson Deda ambaye yeye ni mwenyekiti wa CCAK na ni miongoni mwa viongozi wa dini ambao wamekuwa wakereketwa wa baadhi ya athari ambazo huenda mabadiliko haya yakaleta, hususan kama wanavyoeleza pia watetezi wa haki kwenye uhuru wa haki ya kujieleza na vile vile pia katika masala ya kuabudu, katika kifungu ambacho kimeelezea kuwepo kwa ile itikadi kali hususan katika masala ya dini na katika masala ya ugaidi na masala mengineyo mtandaoni ambayo yatakuwa yanadhibitiwa na sheria hiyo. Tutakuwa pia naungana na wakili ambaye atakuwa anatusaidia kufafanua zaidi hayo, lakini tumkaribishe Hudson. Karibu sana Bishop. Asante sana. Naam, tumeona mkizungumzia swala hili jana kama viongozi wa dini na viongozi wa makanisa na wasiwasi wenu kuhusiana na baadhi ya mabadiliko ambayo yamepitishwa kuwa sheria. Labda kwa kufafanua zaidi kwa yule ambaye hakupata kauli zenu wakati mkiwa mnapeana kikao kile, ni wasiwasi wenu hususan uko katika mabadiliko yapi? Kwa sababu tunajua sheria imefanywa mabadiliko kadhaa na tutakuwa tunajadili zaidi kwenye kipindi, na labda katika kila mabadiliko yana mazuri gani ama yana hatari gani. Lakini binafsi kama viongozi wa dini, wasiwasi wenu ni gani katika mabadiliko ambayo yapo kwenye sheria hii? Asante sana. Wasiwasi yetu iko hivi. Sasa hivi tuko na mazungumzo na serikali. Wanatengeza ile wametoka na ile inaitwa Religious Bill 2024 ambayo AG anaendesha, vikao zipo, wametoa taarifa watu wapeane mapendekezo yao vile yalivyo. Na hiyo imetokana na ile kikundi kilikuwa cha Mtava Msimi. Ukiangalia hayo mapendekezo ambayo yanatokea kwa AG, wameweka vitu pale ambazo zinalingana na zile wamelete kwa Cyber Crime Bill. So tunashangaa wanawinda viongozi wa kidini kutoka pande zote. Ni sheria gani sasa sisi tuta subject to? Ni ile Religious Bill ambayo iko na vitu ambazo hazielezeki vizuri. So wakati tumeiona katika Cyber Crime Bill, ujue ni vitu tumepinga kule kwa Religious Bill 2024. So tukaona ni kama wanatuzunguka, wanarudi pande hii, wanaiweka huku. Alafu shida ni wakati unaangalia hayo mapendekezo, ni mapendekezo ambayo yanaweza tumika vibaya na watu ambao labda wako kinyume na dini ama hivyo. Kwa sababu kwa mfano tunapozungumza habari za itikadi kali, hebu watueleze itikadi kali ni gani? Because chochote mtu akiwa na mambo na wewe unaweza sema jambo lolote, mkafanya lolote na akasema hii ni itikadi kali. Haiko defined vizuri, ieleweke itikadi kali inaanzia hapa, inamalizikia hapa, na hili si itikadi kali. So kulingana na historia na vile tumeona kwa hii nchi tangia hapo nyuma, tunaona hili ni swala ambalo litatumika kuangaisha wahubiri na viongozi wa kidini. Mtazamaji, kama unafuatilia mazungumzo, kitu ambacho anakizungumzia Bishop ni kuna baadhi ya mabadiliko ambayo yamefanywa katika ule uliokuwa ni mswada wa Computer Misuse na Cybercrime ambao sasa imekuwa ni act ama sheria iliyopitishwa rasmi tarehe 15 Oktoba. Na kuna baadhi ya masala kama kuipa koti uwezo wa kuweza kufunga
ile mitandao ambayo inaonekana kuweza kuleta itikadi kali za kidini ama kuleta masuala ya ugaidi ama kueneza taarifa ambazo zina masuala ya kingono na kuhusisha watoto hususan. Na tunapozungumzia hii mswada ambao bado haujakuwa sheria wa masuala ya dini, nafikiri kama ulivyotaja bado unajadiliwa. Yes. Ni yapi ambayo unahisi yanafanana na kifungu hiki katika mswada huo wa dini ambao unawapa wasiwasi zaidi mnapokuwa mnaiangalia sheria hii sasa? Kuna kipengele ndani ambacho wamesema kwamba kwa mfano iwapo utabadilisha mtu imani, kwa Kiingereza wameweka hapo through coercion. Na hilo tu ndio swala ushawishi. Hilo ndio swala tu pia tuliteta tukasema hili jambo ushawishi linaweza tumika vibaya. Kwa mfano mimi nikaja nikashawishi mtu, na ushawishi wetu ni kupitia kuhubiri, na huyu mtu akabadilisha imani, akaja kwa imani nyingine. Sasa akaenda kwa imani ya watu wake wakamwambia amefanya makosa. Huyu mtu ni rahisi aje aseme mimi nilishawishiwa tu, si kuelewa kile kilikuwa kinaendelea. Unaona swala kama hili linaweza tia kiongozi wa kidini katika mashaka. Si ati sisi tunapinga sheria, lakini sheria lazima iwe na uwazi kabisa. Uwazi kabisa ni kitu gani kinatafutwa. Isiwache mianya ambayo inaweza ikatumika vibaya. Na ukiangalia kule pia katika hiyo religious bill walikuwa wamependekeza hizo fines ambao wameweka huku 20 million. Na wameweka pande hii tena 20 million. Ukiziangalia wanalenga kitu hiyo tu. Na wajua hii nchi iko na sheria. Hakuna mtu amekataza serikali kushughulikia kiongozi yoyote wa kidini ambaye amefanya jambo lisilo sawa. Na tunajua mambo haya yanatokana kwa mfano na swala ambalo lilikuwa la Mackenzie. Leo hii Mackenzie yako kotini. Sasa swali ni wanaposema, maana mara mingi wanasema hawana sheria ya kutosha kushitaki viongozi wa kidini kwa mambo haya. So kama hawana sheria ya kutosha, Mackenzie walimpeleka kotini na sheria gani? Hiyo inamaanisha kuna sheria, ziko sheria za kutosha kushughulikia mtu yoyote. Uhalifu ni uhalifu. Mhalifu awe ni mhalifu kupitia kwa dini, awe ni mhalifu kupitia kwa jambo gani, mhalifu ni mhalifu tu. So inatufanya hata tunashangaa iwapo sasa wahubiri maybe tukaelezwe sasa sisi tumepewa kitengo tofauti cha wananchi wa Kenya. Sisi si kama Wakenya wengine, ndio wanatuida na sheria ambazo zinalenga tu sisi. Ili basi watuondoe katika penal code, basi wahubiri wasiwe subjected kwa hiyo, kwa sababu inaonekana sisi ni watu ambao tuko special katika hii nchi. Sheria zipo za kutosha kushughulikia mambo yote. Labda swali ambalo ningekuuliza mhubiri ni iwapo nyinyi kama viongozi wa dini, kwa sababu wakati ambapo tuliona ule mkasa wa Shakahola, nafikiri tulikuwa tunahusisha sana katika vikao. Na nafikiri kauli ambazo tulikuwa tunazipata kutoka kwa viongozi wengi wa dini ni kwamba kuna baadhi ya viongozi wa dini ambao wanatumia nafasi hizi makosa. Nafikiri ni swala ambalo taifa zima lilikubaliana baada ya kuona swala hilo. Na labda mnahisi ni yapi ambayo, kwa sababu kulikuwa na haja ya kudhibiti baadhi ya maswala, lakini labda kuna ile mipaka ambayo mnahisi inavukwa. Ni kipi ambacho mnahisi kinafaa? Kwa sababu sheria zinaboreshwa kila siku. Tumekuwa na sheria ambazo kama hii ya cybercrime ambapo awali ilikuwa imeacha mianya mitandaoni kwa sababu mitandao inabuniwa kila siku na teknolojia inakuwa kila siku. Ndiposa kulikuwa na haja ya kuboresha sheria kama hii. Yapi ambayo mnahisi kwenye dini yanahitaji kuwekewa vizuizi na yapi ambayo hayafai? Kwa sababu wapo ambao wanatumia vibaya majukwaa ya dini, iwe ni dini yoyote ile, katika kupotosha watu, katika kuleta maafa, lakini kuna wale ambao wanatumia hiyo kwa misingi ambayo ni ya sawa. Yapi ambayo ni muhimu yaweze kudhibitiwa na yapi ambayo yanavuka mipaka kudhibitiwa? Ndio, hata masuala hayo yalipotokea hata nilikuwepo hapa na tukajadiliana pia hapa. Nakumbuka. Tukasema kwamba hata sisi hatukubaliana na swala la Shakahola. Hadi leo mimi siwezi kubaliana na swala kama hilo. Lakini ni vibaya kutumia kosa la mtu mmoja sasa kuanza kukaa kama una condemn grupu mzima. Tulitokea hata tulifanya press conference, tukalaani hilo swala. Tukasema si jambo nzuri. Na mimi nikiketi hapa nitafanya makosa kukataa kwamba kuna wachache wale wanafanya mambo yasiyo sawa. Wako kwa dini zote, wapo wale wanafanya mambo yasiyo sawa. Na hatuna kinyume cha sheria kutengezwa. Lakini sheria zisitengezwe kwa haraka
Alafu wakati zitaanza kuumiza watu, sisi wote tutakuwa tunaona kwamba tulifanya makosa, hatukuzieleza vizuri. Na tena hili jambo limefanya kisiri sana. Watu wengi wamekuja kujua wakati linatiwa sahihi. Limefanya kisiri kabisa, watu wengi hawakujua, hata sisi hatukuelewa mambo haya. Wakati imetiwa sahihi ndio tunaangalia, tunaona kumbe hawa watu walikuwa naendesha kitu. Na limefanywa haraka sana, kwa mbio sana. So sheria haifai kutengezwa kwa haraka na mbio mingi. Na pia tukasema hata wacha upande wa dini, cyber crime as it is yote tu kulenga mitandao. Ni vizuri tuangalie pia hizi mitandao zimeajiri watu. Kuna watu wanafanya content, wanapata pato hapo. Na hawa watu wengine ni watoto wetu, wengine ni ndugu zetu, ni dada zetu. Tusiangalie tufanye sheria tukilenga wengine. Na ndio uliona kama jana tulikuwa na hasira na wabunge. Mara mingi wao hufanya sheria wakitulenga sisi tulio nje, lakini wanasahau hata wao wako na watoto, na hao watoto wako mitandaoni. Wanasahau ya kwamba wako na relatives pia, watu ambao wanawajua, na hata watu wa eneo bunge lao. Wale wako kwa mitandao na wengine wanapata pato kutoka hapo. So tunasema hivi, hatukatai sheria, lakini zisitengezwe kwa haraka ili tukawacha mianya ambazo zitatumika vibaya. Sisi wote tunakubaliana nchi hii lazima tuwe na nidhamu. Nidhamu kila mahali, iwe ni kwa siasa, iwe ni kwa dini, iwe ni wapi, nidhamu lazima iwe. Lakini hii kutengeza sheria kwa haraka sana si mzuri. Na zingine mimi na wewe tunajua, ukiziangalia ni kwa nini zinaundwa, unaelewa tu ni kwa nini zinafanywa. Na tuko katika kipindi ambacho kiko kigumu, tunaelekea katika election. Hatutaki emotions za watu ziamke kwa sababu wafikirie wanalengwa. Na hiyo ndio shida yetu. Sheria hizi tuhusishwe, tuwe na vikao na wale wanaunda, tuone, tuulize maswali vile tunavyouliza. Kwa mfano vile nimekwambia, hazielezeki vizuri, zinaweza tumika vibaya na yoyote ambaye ako kinyume na wewe. Naam, swala ambalo pia nafikiri kama ulivyolitaja ni kutohusishwa kwa umma, na pia wengine wanahisi kwamba kulikuwa na wakati mchache wa kuelewesha wananchi ni nini haswa ambacho kinakwenda kubadilishwa. Katika swala la kuelimisha wananchi na masuala ya sheria ambazo zinagusa wananchi moja kwa moja, unahisi kuna haja ya kuongeza viongozi wa dini katika kuelewa sheria hizo kabla hazijapitishwa, na kutumia labda majukwaa kama ya maabudu ama maabada, ambapo wananchi wengi wanakwenda kuelewa zaidi mabadiliko ambayo yanafanywa wakati ambapo maoni yanakusanywa? Yes, kuna haja. Especially kama unatengeza sheria, walengwa ni vizuri wahusishwe. Tunaweza tukaketi pale na labda hata tukawafunua macho kuona kwamba labda wanalolizania silo. Unajua mtu anaweza kuwa na jambo ambalo anazania tu kwa mawazo yake liko hivi, lakini labda ukizungumza na wahusika wakueleze vizuri, utaona sio vile ulivyofikiria. Ni kama hata hii mambo ya media. Hawezi unda sheria bila kuwahusisha nyinyi, muelewe ya kwamba hizi sheria zitatumika vipi, zinatoka wapi, zinaenda wapi. So ni vizuri, sheria ni za wananchi. Na katiba ya 2010 ni vizuri waelewe ya kwamba ilikuja kubadilisha mambo mengi. Iliweka public participation katika vitu mingi ili maswala yasiwe ya wachache wanaotengeza. Maana wachache mara mingi, na tumekuja kugundua wabunge mara mingi wanatengeza vitu wakifikiria wananchi zitalenga wananchi kuliko wao. Na wanabunge ni wachache sana, wako 300 na peke yake. Kenya iko na watu milioni 50 sasa hivi. So kutoka kwa watu milioni 50, watu 300 peke yake waamulie wengine mambo yatakayo yahusu wengine wote. Hawawezi jua dini kuliko sisi. Wanabunge waelewe, na wanasheria hata wanaelewa sheria. Mimi siwezi nikaketi hapa nikajidai ninaelewa sheria, kwa sababu mimi si mwanasheria. So wabunge hawawezi elewa mambo ya dini ama waeleze mambo ya Ukristo, iwe ni Uislamu ama nini, kuliko wahusika. Sisi ndio tunaelewa. Jambo lingine, tunataka tuone total separation between state and religion. Hii muingilio kutoka kwa serikali kila wakati kwa mambo ya dini, katiba inakataa ya kwamba kuwe na separation. Tuko na uhuru wetu, na sisi pia tunajua uhuru kuna mahali unafikia. Maisha ya Wakenya ambayo dini inabadilisha kwa hii nchi ni mingi kuliko wale serikali ama wanabunge wanaweza fikiria wanaumizwa na dini. Maisha tunawabadilisha ni mingi.
Tukiangazia kipengele ambacho kipo katika mswada huu wa kudhibiti dini, kuna masuala ya kuangazia usajili na masuala ya kuangazia kudhibiti nafikiri rasilimali ama assets zile ambazo zipo katika institutions za dini. Yapi ambayo unahisi kufikia sasa hayajaeleweka ama hamjayakubali katika mswada huu kwenye vipengele hivyo viwili, kuhusisha masuala ya usajili, na iwapo mnaunga mkono vipengele ambavyo vinazungumzia masuala ya usajili na pia masuala ya kuwa na mali ama kuweza kutangaza mali ambayo ipo inapatikana vipi, na kuangalia vitabu vya mahesabu ambavyo vipo katika biashara zilizo chini ya mirengo ya dini? Nianzie kwa usajili. Hata sasa hivi hakuna kikundi chote cha kidini ambacho hakisajiliwi. Tunasajili makanisa hizi unaona, ama vikundi zote za kidini zilizopo tunazisajili. So hatuna shida na kusajili. Kitu tunakataa ni kwamba wanaweka vikwazo vilizo mingi. Kwa mfano sasa wanasema lazima awe, kwa mfano yupo na degree hii ama diploma hii katika theology na nini na nini. Na unaona hapo ndio wanakosea, wanakosa kutuhusisha. Kwa mfano mambo na Ukristo, kuna vitu naweza sema doctrines ziko tofauti katikati yetu. Sasa wao watashughulikia vipi mambo ya doctrines katikati yetu kama wanataka kuweka kitu yote pamoja? Kuna doctrines, ndio unaona dini, kuna wale wanavaa vilemba, kuna wale hawaamini kuvaa katika vilemba, kuna wale wanafanya imani yao kwa njia hii. So unaona hawa watu hakuna shule utawaweka pamoja wakasome mafundisho yanayofanana. Hilo hawakuzingatia. Kwa mfano mwingine, mimi sasa ni mhubiri wa Pentecostal. Hawezi nikalisha darasa moja na mhubiri wa Catholic ukatufundisha mafundisho sawa. Ili mhitimu kwenda kuchukua nafasi. Yes, kwa sababu namna tunavyoangalia dini na mafundisho ipo tofauti. So tulipendekeza hivi, tumewazungumzia wawache mambo ya qualification ya wahubiri. Serikali isiingilie. Hiyo iwachie dini yenyewe. Ikaweze kupanga qualification yao ya vile wanaidhinisha mtu ambaye ana qualify kuwa pastor. Wanaingilia mambo yasiyo wahusu. Hii ni mambo yetu, watu wachie. Serikali ibaki katika usajili. Unasema mambo ya accounts. Hata sasa hivi hiyo kipengele ipo katika registration zile tumeregister, ipo mambo ya accounts ipo. So hakuna kitu kingine. Wanajaribu tukuweka hayo, lakini mwisho unakuta wameficha kingine kadogo tu, ili sisi tuone yale tunaona ni ya kawaida, lakini kile kimefichwa ndani ndio muhimu. Lakini wanafaa wajue tuko waangalifu sana, na waelewe pia dini ziko na wanasheria wengi ambao pia ni wahubiri. So wakipiga msasa mambo haya, wanaona mambo hayo. So wasione wahubiri tuko wahubiri tu. Kuna wahubiri wanasheria, na hata kama hatuna wahubiri wanasheria, tunahusisha wanasheria kuwauliza hii inamaanisha nini. Na kuna vitu zingine ni za kuona tu na macho. Kama kwa mfano vile nimesema mambo ya extremism, hiyo haifai nitafute wakili nimuulize hiyo itikadi kali inamaanisha nini. Mimi ninajua itikadi kali kwa huyu hili linaweza maanisha ni itikadi kali. Kwa huyu hili linaweza maanisha ni imani. Kwa huyu hili linaweza maanisha ni itikadi kali. So ni wapi tunachora mstari kuonyesha itikadi kali ni hizi? Haya, wamelete vitu kama cultism, ambalo tunaona wanaweza anza kubrand makanisa cults. Kulingana wanaweza wakasema nyinyi mnavyoabudu mnakaa kama cult. Kwa sababu haijaelezwa vizuri cult ni nini na mipaka ya cult ni nini. Sijui kama unanielewa hizi vitu. Hizo ndio shida tulizo nazo. Na wakiketi na sisi na tuongee na tuelewane, tuseme hatukatai. Tunataka tuangalie extremism, hata sisi tunataka kuiangalia. Lakini tuelezeni kwa mawazo yenu kile mnafikiria kama extreme ni gani. Kile mnafikiria kama ni cult ni gani. Labda kile wanafikiria ni extreme, si extreme, hiyo ndio imani yangu. Yes.
Naam, tutakuwa tunarejea kuzungumzia hayo zaidi na kuelewa zaidi na pia kupata maoni ya Wakenya. Mwenzangu Hezron Kimari atakuwa anajumuika na wakazi kule katika eneo la Taita Taveta, tujue tu maoni yao ni yapi kuhusiana na baadhi ya hizi sheria ambazo tunazijadili. Tumemsikia Bishop Hudson akizungumzia baadhi ya masuala ambayo wana wasiwasi na dukuduku nayo kama viongozi wa dini, akiwa yeye ni mwenyekiti wa ule muungano unaohusisha viongozi wa dini, yani Church and Clergy Association of Kenya, na jana walikuwa wanazungumzia baadhi ya ukereketwa wao kwenye sheria hii, hususan ya masuala ya mitandao na uhalifu wa mitandaoni, na kama alivyotaja mwenyewe kuna baadhi ya vipengele wanahisi vinafanana na ule mswada wa kudhibiti dini ambao bado unaendelea kujadiliwa. Nitakuwa narejea ndani ya muda usio mrefu kuendelea na mazungumzo hayo na kupata pia maoni ya Wakenya, lakini kwa sasa naingia madukani na kusihi usiende mbali. We value your feedback and welcome your comments, queries and complaints regarding our content. You can get in touch with us via SMS on 22151, call 0719 012 111 or 0732 142 000 or email feedback@standardmedia.co.ke. Our PO Box number is 30080-00100 Nairobi, or deliver to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. The reservoir of talent that they were able to draw on came from KTN. Tonight, Standard. They say politics is local, but news is both local and international. This is International Roundup, where we bring you everything international, the geopolitics and decisions made on that level, and what all these decisions mean to you. Only right here on KTN. Where we meet the fun, the fire, Niko base na wazing na napepeta kajing buda phone na ring na takika na kwa busy and the unstoppable straight up crew. chini. You already know the drill. Amazing conversations with the hottest artists in the 254 and beyond. Gote, Winnie gote. Wagon dau, Tipsy G, Mr. Black Chocolate, Mr. Kufinish Kumalo, Mazeni gote. Hapa ni vibes on vibes, hit after hit, na mix zingine moto zinakam, au sio? Na right now bado tunatatua mziki mimi natema na ni ibimi na barua. This is Team Straight Up in full effect. DJ Tatua. Lock it in and turn it up. DJ Tatua, most volume DJ. And I am the dazzling Ashley Kinagwa. Every Saturday, Pale straight up from 11 a.m. at 1 p.m. mazetokeeni. We are turning it up straight up style. Kambaya. hapa KTN. Hauna mbota na bado timing unatolewa. Bora mpishi bora shaolewa. Easy but niko easy ganji kitolewa. Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kusalia nami tunapoendelea kuangazia masala yanawakera wa Kenya ama kuwakereketa wa Kenya, ikiwemo masala ya hizi sheria mpya ambazo zimepitishwa, hususan sheria ya uhalifu mtandaoni ambayo wengi wanahisi kuna vipengee ambavyo aidha kama alivyotaja Bishop havijaelezwa vizuri ama vimeacha mianya ya kuwepo kwa hujuma za kihaki na uhuru ambao tumepewa kikatiba. Karibu kwenye sehemu ya pili, inaendelea kumshirikisha Bishop Hudson Deda
ambaye ni miongoni mwa viongozi wa dini na ni mwenyekiti wa CCAK, ikiwa ni muungano unaoleta pamoja viongozi wa dini. Na tukirejea katika mjadala huu Bishop, kuna kipengele cha kuangazia register ama sajili ambacho pia kinaingia kwenye mswada wa udhibiti wa dini ambao bado unaendelea kujadiliwa, ikiwa nasema creating a dedicated register. Kwa kufafanua zaidi, ni kipi ambacho serikali inataka kulenga katika kipengele hicho, na labda iwapo bado pia mna maswali ambayo ama shauku ambazo zipo katika kifungu hicho ama kipengele hicho, iwapo mswada huo utakuwa unakuwa sheria? Nafikiri unazungumzia register ya waumini. Katika pia unaona hilo ni swala hawajalifikiria vizuri. Kwa mfano nizungumzia zaidi mambo ya Ukristo. Kanisani hatuna permanent members ambao ya kwamba ameingia ndani hata waitoka mpaka kifo kikamondoa. Leo hii watu wanaingia kanisa hii Jumapili ile nyingine yuko pale, ama miezi 3 ameondoka, ameenda kwingine, amepata uhamisho wa kazi, amehama katika estate aliyopo. So mimi nikikupa register sasa hivi nikwambie niko na washirika 100, nimekudanganya. Kwa sababu leo wanaweza kuwa 100, kesho watakuwa 70. Jumapili ile nyingine watakuwa 150. So hilo pia ni swala ambalo tunataka watuhusishe, tuwaeleze hizo challenges zote. Unaona kwa mfano hilo? Tuwaeleze hizo challenges zote, kwa sababu kama wakisema register, then it means labda pia wanafaa waambie hiyo wakeja ambayo itakuwa ni kinyume cha sheria ya kwamba ukisha ingia kanisani huwezi toka, huwezi enda igide, kwa sababu sasa jina lako katika register inaonyesha jina lako wewe unaingia kanisa ile. Na sasa hiyo pia itakuwa imefinya huyu Mkenya kulimit uhuru wake wa kuabudu na uhuru wa kuchagua bahali anataka kuwa. Unaona? So wao wanapotengeza hizo sheria zinaonekana kama tamu sana, zinaonekana kama nzuri upande wao, lakini kuimplement hizo sheria ni vigumu sana. Na sisi hatutaki kukubali kitu ambacho tutaanza kusumbuana nayo na serikali baadaye. Hilo sasa hivi hata wakili akija hapa nikamuuliza hiyo swali, hana jibu kabisa. Na sisi tunao practice tunaelewa hilo ni vigumu. Sasa hivi wewe unaweza kuwa unaingia msikiti huu. Sasa ukiambia uandikishwe wewe katika huu msikiti, hii ndio unaingiaga. So na ikifika Jumapili nyingine, siku ya kuabudu ya kuswali nyingine, na ikupate kwingine, then haimaanishi wewe zingie huo msikiti mwingine kwa sababu sajili yako iko hapa, na vice versa. Umeelewa hiyo challenge? Hiyo pia tunataka tueleze ya kwamba ni vigumu sana kanisa kusema sisi tuko na waumini 500 na majina yao ni haya na ndio washirika wetu. Hata hilo linaweza tumika, washirika wanaweza litumia kinyume na sisi, waseme kwa register, mimi naona register yenu bado inasema mimi ni mshirika hapo na mimi niliondoka, mbona mnakuamilia jina yangu hapo? Hizo vitu zote zitaleta utata. Yes. Na katika kuhusishwa katika majukwaa haya ya mazungumzo, kuna kuwa na kiwango gani cha kuhusisha ambacho mnahisi bado hakijatosheleza? Kwa sababu sheria zinapotungwa kama ulivyotaja, wale wanaohusika na sheria hizo moja kwa moja, wana wenye ufahamu zaidi kuhusu masuala yanayotungiwa sheria, wanahitaji kuhusika kwa kiwango fulani. Shida ya hii nchi yetu, hata wanaposema wanahusisha, wakati wa Mtava Musyimi na komiti walipozunguka nchi, walikuwa naita viongozi wa kidini na wa Kenya, wanasikiza kusema wapeane maoni yao. Na sisi pia tulipeana maoni na tulieleza hizi vitu tunaeleza hapa sasa hivi. Lakini tunaona mara mingi wao wanalitumia tu kama swala, kwa Kiingereza linasema PR. Ionekane tu walihusisha watu, lakini kwa mawazo yao kuna kitu wamelenga ambao hawezi wacha. So hawasikizi yale maoni watu wanapeana. Tulipoangalia ni kwa nini tuko kinyume na ripoti ya Mtava Musyimi, ni kwa sababu haikubeba maoni yetu tuliowapatia. Tuliwazungumzia kila mahali, walienda kote nchini na viongozi wa kidini waliwazungumzia, wakasema hili swala mnapouliza hivi tunalitaka hivi, tunalionelea hivi, tunalionelea hivi, lakini wao wana malengo yao. Na pia tunaona ya kwamba kuna wanasiasa, unajua mara mingi mambo ikifanyika wanasiasa wanakuanga melenga kitu. Sasa hivi wanalenga kutoa mambo ya registrar na kuja na commission. Na ukiona hiyo commission, ukiangalia vizuri, wamelenga kujitafutia kazi hapo. Hamna kitu kingine.
Ni kazi tu wanatafuta commission ipite, alafu watajia point tu hapo. Utaona wao ndio wako hapo. Na wao hawajui mambo ya dini. Ndio tumewaeleza haya, hata kama ni commission, itakuwaje mtuletee watu ambao hawaelewi masuala ya dini? Basi inafaa ni watu wa dini ndio waweke kwa hiyo commission, baada wanaelewa mambo ya dini. Lakini shida ni tena kuna mwongozo wa kutengeza commissions kwa serikali. Mwongozo ambao hauwezi ukabadilisha. Kama tuseme kama commissioners wanafaa wakuwe 9, ni hivyo tu, huwezi pitisha. Na pia inaeleza vile namna ya kuweka pale wale viongozi watakaoongoza hiyo commission. Sasa inakuja na kuwa ni commission ya serikali kama zile zingine tu. Unaona? So sisi hatutaki watuletee siasa katika mambo ya kidini. Hiyo ndio tunaona watatuletea wanasiasa kukaa hapa kwa commission waanze kutusumbua. Vile wanatusumbua tuna hizi sheria zao. Yeah. Kufikia sasa ni hatua zipi ambazo labda nyinyi kama bali na kupeana maoni yenu ambazo mmechukua katika kutaka kuleta haya mabadiliko? Najua umekuja kwenye vyombo vya habari kuzungumzia baadhi ya masuala haya, na kama ulivyotaja mnaendelea kukutana na afisi husika ambazo zinashughulikia baadhi ya vipengee ambavyo mnahisi havina uzito ama havitaleta mabadiliko ambayo yatakuwa ni faafu katika wale waumini na washirika kwenye madhehebu mbalimbali. Sasa kuna mambo mbili hapo. Upande wa religious bill bado tuko kwa mazungumzo, maana haijakuwa sheria. Lakini hili la cyber crime hatukubaliani nao. Leo, kesho kutwa hatukubali. Na wakitaka kulazimisha walazimishe, lakini wajue watakuwa wamelazimisha. Hatutakuwa tumekubaliana na wao. Hilo ndio swala tunataka walielewe wazi kabisa. Hatutalazimishwa, itabidi watufunge tu. Hatutalazimisha sheria ambazo tunaona hazikubaliani na zinaenda kinyume na imani yetu na zinaenda kinyume na dini yetu. Wao si wahubiri. Wao kazi yao ni kwa bunge. Hakuna siku wao watakuja kanisani kufanya kazi yetu. Kazi yetu tutaifanya sisi, ni kazi ya mwito ambao tumeipokea. Wasitufinyilie na wakuje wazi watuambie. Unajua vitu wanataka hawa watu hawataki kueleza wazi. Hawasemi wazi. Kuna kitu wanatafuta, kuna vitu wanatafuta, hawataki kukuja wazi kusema hivi ndivyo wanataka. Lakini tunataka tukue tu on record ya kwamba hii cyber crime bill tunalazimishiwa. Hiyo ninataka kusema na kurudia kabisa, tunalazimishiwa kitu ambacho kitasumbua wahubiri, kitatumika kunyanyasa wahubiri, na wabunge wetu tunawaomba sana. Naomba sana, maana sheria zinapitia bungeni, hata hatutaki kulaumu rais sana. Nyinyi wabunge, wakati Wakenya wanataka kusikia nyinyi mkipitisha vitu ambazo ziko na maana kwao. Kama sasa hivi hakuna mbunge anafikiria mambo ya yale Wakenya wanapitia kwa ajili ya habari ya kiuchumi. Hakuna mbunge anazungumza mambo hayo. Tunataka kusikia vitu kama watoto wetu watasoma vipi. Tunataka hii nchi iko na uwezo wa kupatiana free education mpaka university. Hizi pesa wanapatia MCA, wanapatia MP, wanapatia governors, zikiwekwa pamoja na zipelekwe shuleni watasomesha watoto bure. Lakini wanaziweka pale kwa sababu ni vitu wanatumia kufanya wanyonge waendelee kuwa wanyonge. Waendelee kugonga milango za wanasiasa wakiomba basari na vitu kama hizo. So wabunge tunataka mtokee na miswada ambayo inasaidia nchi. Hizi za kutafuta kufinya watu nazo tutakataa, na wajue kwa bunge wako kwa muda. Na tunaangalia hata sisi tuone wanachangia vipi. Hili swala limetufanya tufuatilie, tujue kila mbunge alisema nini kuhusu hiki. Mbunge wangu alisema nini, mbunge yule mwingine alisema nini, ili tuelewe. Dini wawachane nayo. Watuulize mambo ya dini, tutawaelezea, lakini kulenga viongozi wa kidini visivyo, hilo swala hatutakubaliana nao milele. Na asante Bishop. Na muona wakili amewasili studioni, Wangela Waliaula, na labda tumshirikishe katika mjadala. Karibu sana. Shukran. Na tulikuwa tunazungumza kuhusu baadhi ya vipengee ambavyo Bishop wana wasiwasi navyo kama viongozi wa kidini katika mswada ambao unabadilisha ama kudhibiti dini, ambao bado unaendelea kujadiliwa na unaendelea kuundwa, lakini pia akitaja kwamba kuna baadhi ya vipengee kwenye sheria ya Cyber Crime Act ambayo ni sheria ya uhalifu mtandaoni ambavyo wao binafsi kama viongozi wa dini pia hawakubaliani navyo, akiwa anaeleza kwamba lugha ambayo imetumika kufafanua kwa mfano itikadi kali kwenye masuala ya imani ya dini haijakuwa wazi kwamba itikadi kali zina mipaka gani, kwa sababu kila mtu ana madhehebu na imani yake tofauti.
labda ambacho utahisi wewe ni itikadi kali, kwa mwingine ndio imani yake ya dini. Ndio baadhi ya hoja ambazo wameziibua. Lakini kwa kuanza, labda unaweza kugusia baadhi ya marekebisho yaliyofanywa, kwa sababu kuna marekebisho mengi ambayo yamefanywa katika sheria hiyo, na kuna yale ambayo yana manufaa na kuna yale ambayo yameacha mianya. Kabla ya tufike kwenye hii mianya ambayo utaweza kuzungumzia wasiwasi ambao ameibua Bishop, vipengee ambavyo vilileta marekebisho kwenye Cybercrime Act ni vipi? Ni yapi ambayo tunaona yamebadilishwa? Tunajua kuna masuala ya lugha, wameongeza baadhi ya maneno, wameongeza baadhi ya uwanda wa ufafanuzi. Neno fulani liwe linamaanisha kama assets kwa mfano, iwe inaongeza ufafanuzi zaidi, kuongeza zile mali za mtandaoni kama cryptocurrency na masuala mengine. Asante sana. Na nashukuru kwa kunialika. Katika mada hii ya cybercrimes, utapata ya kwamba vitu ambavyo vimeletwa ilikuwa tu kuipatia hiyo sheria nguvu. Na sababu huwa tunasema kwamba sheria inafuata teknolojia, na sheria isipofuata itakuwa nyuma ya teknolojia kila wakati. Na kila tunaposonga mbele, mambo ya kiteknolojia yanaenda mbele na sheria inafuata nyuma. Na hata ukiona mambo ambayo yanafanyika kwa sasa, utapata bado yako nyuma sana na mambo ya kiteknolojia. Na kugusia tu kidogo, utapata ya kwamba vipengee ambavyo vimekuja kuongezwa katika hiyo sheria vimekuja kusaidia jamii haswa. Utapata vipengee ambavyo vinakuja ku protect watoto, nakuja ku protect sifa za watu, yani tunaita nini, kuto defame watu. Utapata vipengee ambavyo vinakuja kusaidia mtindo ambao umekuja umeibuka, ambao ni wizi wa kutumia wa mtandao. Na hii sheria watu wengi ambao wamekuja kuilaani ni sababu ni sheria ambayo pia kimpango vipengee fulani havikuwekwa kwa uwazi. Utapata Wakenya wengi hawana shida sana na hizo sheria ambazo zinasaidia kulinganisha watoto wasiathiriwe hizo vitu. Lakini ambapo ile mahali pale imekuja ni ule uhuru wa kujiexpress, na hapo ndio kidogo naona kuna shida kidogo, ambapo kuna kitu inaitwa ambiguity ya sheria. Kusikuwe na ambiguity katika sheria. Vile umesema, kuna mtu anaweza ongea kitu, anaweza post kitu ambacho kwa mtu mmoja kina mdhuru, na kuna mwingine anaona huu ni uhuru wangu wa kikatiba. Lakini lazima tukuje tuweze kuweka definition ya hizo terms properly, ndio iweze kusema nini ni offensive conduct, nini ni offensive comment. Unanielewa? Na ni vigumu sana kuweka definition ya morality katika hii society. Hapo ndio kidogo utapata kuna mshike wa hiyo sheria. Sijui kama kuna kitu kingine ambacho nimesahau. Nafikiri ni baadhi tu ya masuala ambayo pia alikuwa na wasiwasi nayo Bishop, na akiyazungumzia kuhusiana na baadhi ya kutoelezwa ama ufafanuzi wa kutosha. Kwa mfano kama masuala ya religious extremism, alikuwa anataja kwamba hapo anahisi kile ambacho kinaweza kuwa ni itikadi kali kwa mwingine kinaweza kosa kuwa itikadi kali kwa mwingine, na hapo ufafanuzi ungehitajika zaidi ili kustokandamiza ule uhuru wa kuabudu, na kama ulivyotaja uhuru wa kujieleza na mengine. Lakini kisalia kwako, mianya ambayo imeachwa kwenye sheria hizi ambayo imeibua wasiwasi, ni mianya ambayo unahisi ilikuwa ni kimaksudi ama ilikuwa ni labda kupitiliwa kibinadamu? Kwa sababu sheria inatungwa na watu pia bado ni binadamu, na pia labda ndio kuna yale maswali ambayo yanaibuka. Je, kulikuwa na kuharakisha kama alivyokuwa anataja Bishop? Kwa sababu tunapoacha mianya na kuna uhuru ambao utakuwa ile mianya unaathirika, inakuwa kidogo inaleta wasiwasi. Katika utengenezaji wa sheria kuna hiyo process ambayo inatumika kabla ya sheria ipitishwe, na katika bunge kuna namna kadhaa. Naomba nikukatize kidogo wakili, naarifa kwamba tuvuke mubashara tusikilize yanayojiri katika kikao na wanahabari, ambapo kuna kikao kinaendelea kwa sasa. Tusikilize yanayojiri kutoka kwa chama cha Jubilee.
just to add something to this question, we've seen other parties, the United Opposition, quit Azimio. We have PAPK, we have Wiper, they also announced for Wiper to leave. Are we likely to see with the official? One is that there is a lot of saying that you are leaving, but I'm trying to explain to you the legal implication of writing a letter and saying you have left Azimio. It's deeper than that, and the reality ni vizuri kusemezana ukweli wa mambo. We have our deputy party leader here, deputy speaker of the National Assembly, courtesy of Azimio. So when you now say tumetoka, what does that mean? It may not have any other value other than for those people who are the wishes of the top. Yeah, it's a decision. But the thing is that that's where we are as a party, and we are not going to. Party leader mwenyewe alisema hajui kupiga kona na kuchukua mikato. Yani mtu ya hiyo maneno. Asanteni sana and God bless you. Thank you so much. Thank you to speak with you and Kagwe because I'm about to. This is a pleasure. You're still in a pleasure. Sasa asante sana. Hapana, hiyo inatosha. Na mtazamaji, ni kikao ambacho kimekamilika na wanahabari. Tutakuwa na kuletea taarifa hiyo hivi punde, ambapo baraza la chama cha Jubilee walikuwa wamefanya kikao na wanahabari kueleza mustakabali wa chama na baadhi ya masuala muhimu yanayohusiana na uongozi wa chama hicho kwa sasa. Tutakuwa tunaipata taarifa hiyo hivi punde. Tunaporejea studioni, tunaendelea na mazungumzo kuhusiana na baadhi ya sheria ambazo zimeibua kukereketwa miongoni mwa Wakenya, na nafikiri wakili ulikuwa unazungumzia mianya ambayo wengi wanailalamikia kwa sasa. Ni ya maksudi ama ni ya kibinadamu, na kama kulikuwa na haja ya kupatia muda zaidi na labda pia kutafuta ushauri zaidi kabla ya kupitisha ili kuepuka kuwepo kwa mianya aina hiyo. Kama nilivyokuwa nasema ya kwamba kuna mbinu tofauti ya kuleta kama hizi sera bungeni. Kuna ile ambayo inatoka kwa wabunge wenyewe, unasemanga personal bills. Alafu kuna ile ambayo inaletwa pengine na serikali. Na nikikumbuka kidogo ni kwamba hii ya cybercrime ilikuwa personal. Ilikuwa mbunge ambaye alileta katika bunge. Na ukileta katika hii bunge, wewe mwenyewe ndio unaleta na unaandika ni nini ambacho ulikuwa unajaribu kukitatua katika sheria. Na hiyo ndio maana kuna kuanga na kitu inaitwa memorandum to parliament. Lazima ikuwe na ni nini ambacho haswa unataka kirekebishwe kwa sheria. Unanielewa hivyo? Na kulingana na hiyo vile ililetwa bungeni, inaonekana wabunge walishughulika na hilo swala kulingana na ambavyo hiyo bili ilikuwa imeletwa bungeni. Na pia siwezi sema ya kwamba ilikuwa kimaksudi, lakini ningesema pengine ilikuwa sababu ya interest. Kulikuwa na interest ya kutosha katika bunge ya kuwezesha kukuwa na mjadala wa kina katika hiyo bill. Na naweza sema kwamba pengine hakukuwa na mjadala ya kina katika vipengee vingine, lakini utaona vile vipengee vingine kama kipengee 27 hiyo ndio ambayo imeleta shida mpaka imepelekwa kotini. Lakini vipengee vingine utapata havikuwa na shida because kulikuwa na shida fulani ambayo vilikuwa vinakuja kutatua. Na pia inawezekana sababu kuna namna nyingi na mbinu ya kuweza kutatua. Kuenda kotini, koti kiamua kwamba hii haileti maana ya kujua, ndio narudi bunge, alafu bunge inakuja inatatua tena. Sasa hakuna kosa ambalo aliwezi suluhishi katika hii mada. Ndio. Naam, Bishop, labda ulikuwa na yapi la kuongezea kuhusiana na baadhi ya masuala ambayo wakili anayazungumzia, ambayo ulikuwa umeibua, swala la lugha na ufafanuzi, na pia swala la iwapo kulikuwa na wakati wa kupata ushauri zaidi, kukosa kuacha mianya ambayo tunaiona sasa? Ya, bila shaka ili ni swala ambalo liliharakishwa. Sababu ya kuharakishwa hatuelewi. Na wajua sasa jambo likiharakishwa alafu tunaanza kuona mianya kama hizo sasa ndio zinaleta suspicion. Tunafikiria, je, kuna watu wanalengwa? Kama upande wetu sasa wa dini tunauliza, je, kuna vile tunaweza kuwa tunalengwa? Lakini alivyosema wakili, kwa mfano sheria kuhusu watoto, hata mimi nataka mtoto wangu akuwe protected, asione vitu ambazo hazifai, zisije zikamharibu kabla umri wake kufika. Hilo tunaunga mkono. Alivyosema kuna vitu tunakubali, lakini
vile ameketi hapa hata wakili atakwambia hawezi akadefine extremism. Hawezi. Maana akieleza huyu mwingine ataeleza hivi, huyu mwingine ataelezea hivi. So inamaanisha kwetu mhubiri sasa ukipatikana na serikali imesema kwamba you are an extremist, yule jaji ambao umeenda mbele yake atadefine hiyo kesi mpaka akufunge kulingana vile yeye anaelewa extremism. Na hutajitetea kwa sababu yeye amedefine na hakuna particular definition ambayo inapeana extremism ni hivi na hivi na hivi na ilaziapi ikafika hivi. So ndio hiyo tunasema kwa Kiingereza sisi tumesema this is very open to abuse. Ukiwa na mtu ambaye amekulenga na ana uadui na wewe na ana shida na wewe, ni rahisi sana atumie hiki tu. Labda hata tuseme hata kisiasa. Naweza kuwa hapa nikazungumza kitu na kuwe mwanasiasa hapendi. Anaweza sema this bishop is an extremism. Na idefine kivyake na mambo mengine na nikute mimi nimefungwa kwa jambo ambalo halifai. So kitu tunasema, na pia cultism, waeleze what is a cult. Wadefine kabisa cult ni nini. Maana vitu zingine zile wanaweza ita cult labda ni dini. Ni dini tu ya kawaida. Unaona, ni imani ya mtu ambayo uhuru, katiba inampa uhuru. Na sisemi hivi ya kwamba kuna vitu nakubaliana navyo. Sikubaliani na cultism. Lakini lazima tuchunge ya kwamba zisitokee sheria ambazo zitafinya wale wako innocent. Maana inaweza tumika kwa mtu ambaye yuko innocent. Na maybe pia wakili atatuambia mambo mengine kuhusu mambo ya lands na nini, maana hiyo sielewi. Malengo yetu sisi imekuwa katika mambo ambayo yanatuguza sisi. So wakili, kama utatusaidia kuelewa kama una definition ya extremism na cultism, unaweza kutusaidia kuelewa kisheria. Labda pia kwa kurejelea kwenye hicho kifungu cha 27 ambacho pia wengi wamehisi kinaacha mianya. Kama nimekielewa vizuri, ni kimeongeza ujumbe fulani ama statement fulani na kuweka dhana ya kwamba iwapo kitendo hicho kimemfanya mtu aweze kujitoa uhai ama aweze kuchukua hatua ya kujitoa uhai. Na sijui kama kuna nyongeza ya ufafanuzi zaidi kutoka hapo, lakini kipi ambacho wanasheria kama nyinyi na wengine ambao ni wakereketwa wanahisi kimeacha mianya? Ni kwa sababu ya kwamba kile ambacho kinaweza kufanya wakili ajitoe uhai labda kitamfanya bishop kujitoa uhai, na pia kukosa kufafanua hasa iwapo kosa hilo lina uzito wa kiwango cha labda faini ama kifungo ambacho kimewekwa. Katika utengenezaji wa sheria huwa tunasema tunafaa kujitahadhari tusikuje kujaribu legislate kwa mambo ambayo ni pengine morals. Tunasema ukijaribu kutengeneza sheria ambazo zinaingilia sekta fulani ambazo watu wawili tofauti hawawezi kubaliana nayo, unajipata katika shida kama hizi. Na ndiposa unapata hicho kipengee kinasema mtu akiandika kitu ambacho kitafanya mtu ajitoe uhai. Unajua hapo umeingia kwa sheria na umeanza kutoa mifano mwanzo. Unajua mtu anaweza ambiwa kitu afanye kitu chochote. Kujitoa uhai sio kitu cha kwanza peke yake unaweza fanya. Mtu anaweza enda atoe mwingine uhai ama aende aumize mwingine. Unaona? Sasa ukianza kuweka mifano katika sheria unajipata katika hali ambayo ni tatanishi. Na ndiposa katika ukereketaji wa sheria hatufanyi vitu kama hivyo vya kuweka mifano ambayo itabidi uongeze mifano mingine na mingine na mingine. Ndio maana unafaa unatengeneza sheria ambayo kipengee hicho kitaweza kuweka kuingia in a wider perspective. Yeah. Sasa sijui ni lile lingine ulikuwa umeuliza. Ilikuwa ni kufafanua zaidi nyongeza za baadhi ya vitu ambavyo vimewekwa kwenye kifungu cha 27 ma section 27 ambacho kama ulivyotaja wengi wanahisi pia kinaacha ufafanuzi wa kutosha kama ulivyoeleza, na pia kutoa nafasi labda ya kukiuka haki ama kuleta maonevu kwa baadhi ya watu. Inawezekana na ndiposa kuna sheria ikitengenezwa bunge halikuji kuinterpret sheria. Ndio maana kuna koti.
Bishop ameongea kitu juu ya koti. Kazi ya koti ni kuinterpret sheria na katika iwapo mtu amefunguliwa mashtaka kotini, koti inatumia nao hiyo kisa ambacho kilifanyika kuweza kutumia sheria kupeana hukumu yake. Na ndiposa sheria haiwezi tatua kila kitu. Otherwise kicho kitabu cha sheria kitakuwa na kurasa nyingi sana. Na ndiposa iwapo mtu amepatikana na hatia, unajua katika sheria hauwezi pelekwa kotini na makosa ambayo hayuko kwenye sheria. Unanielewa? Lakini sasa kama kuna kipengee cha sheria kiko, lakini unaweza leta hili kosa ambalo limefanyika na lisomwe pamoja na hiyo sheria, inawezekana ya kwamba kesi yako inaweza endelea. Lakini kama hakuna kosa kama hayo makosa mengine kama hayako kwenye sheria, hauwezi peleka mtu kotini. Unanielewa? Sasa hapo ndio tuko kwa saa hizi. Na sheria vile wanasema sheria inaenda ikidevelop ukiendelea mbele. Ndio. Kuna uzito mkubwa katika kuthibitisha kwenye hususan sheria hii ya uhalifu wa mitandao ambayo kwa kimombo wanasema burden of proof. Mnahisi kwamba hilo pia linaleta wasiwasi miongoni mwa Wakenya, miongoni mwa wanaharakati na kama labda pia viongozi wa kidini kwa jumla, kwa sababu sheria ambayo mwanzo inahusisha mitandao, labda wahalifu watakuwa wapo nyuma ya simu ama tarakilishi na vifaa vingine ambavyo vinatumika kuingia katika mitandao. Labda hawatakuwa kwenye chumba kimoja na yule wanayemfanyia uhalifu huo. Swala la kuthibitisha, mnahisi kwamba pia linahitaji ufafanuzi zaidi ama linahitaji kuboreshwa zaidi katika kuweka nafasi ya haki kupatikana kwenye vipengee ambavyo vinasaidia kwenye kuboresha sheria yenyewe? Wache wakili ende kwanza. Ulipewa fursa ya kwanza. Ulipewa ruhusa ya kuongea kwanza. Pengine sasa nipatie tu kwa kifupi. Amesema mambo ya burden of proof ya kesi and all that. Kivyangu ndio sasa hivi ukaniuliza, sikosi mtu mmoja ama wawili ametapeliwa kupitia kwa mtandao. Sikosi. Nitakwambia kuna mtu ametapeliwa, kuna mtu pesa zake zimeibiwa kwa M-Pesa, kuna mtu amedanganywa, kuna kitu fulani amelipa pesa mahali kupitia kwa mtandao namna hiyo. Hizo sio vitu tunapingana nazo. In fact hatuna shida na vitu kama hizo. Maana hizo zina protect wa Kenya. So that unapokuja na swala utakuwa umeangalia kwamba lisiwe swala ambalo litatapeli watu. Na ndio tumesema baadhi ya hizi vitu upande wetu wa kanisa tunakubaliana nazo. Sisi ninaweza penda mtu ambaye ana protect mtoto wangu asiingie mitandao ambazo hazifai. Shida yetu ni vile zinaweza tumika. Vile tumesema tu, vile zinaweza tumika depending na yule ambaye ana handle, inaweza tumika vibaya. So hili swala tunasema hatupingi hizi sheria, lakini zikiwa vile zilivyo tunazipinga kwa sababu tunaona vile zitatuumiza sisi. Shida yetu tu iko pale. Na vile umesema burden of proof, na sasa kama kitu haiko defined na mimi nimepelekwa kotini na mwenye amenipeleka prosecutor yeye ana prove hii ni extremism kulingana na mawazo yake, na kwa sababu ijielezeka, unaona inakuwa rahisi sana kutesa watu. Itakuwa rahisi sana kutumia hizi vitu kutesa watu. Na pia tuangalie hivi, mtandao haiko tu na wahalifu peke yake, iko pia na watu ambao wanapata pato kupitia kwa mtandao, watu ambao wanafanya content. How do we protect these people now wasijikute ya kwamba wamesanywa pamoja na vitu kama hizi? Hizi ndio vitu tunataka zikuwe defined vizuri, ili wale wanapata pato, unajua wakikosa hiyo pato sasa, maana wamekuwa wakipata hapo, basi sasa ndio wataingia hiyo vitu wanaita uhalifu. So ikuwe defined vizuri, ilinde kila mtu, ikinge watu kutokana na uhalifu, na wale wanafanya kitu kilicho sawa nao pia waendelee kufanya kile wanafanya pasipo kuingiliwa na kusumbuliwa. Wakili, maoni yako ni yapi kuhusiana na uzito ambao upo katika kuthibitisha makosa ama uhalifu wa mtandao? Vile umesema kwamba katika masuala ya criminal huwa wanasema burden of proof ni kwa mwenye
awasilisha kesi. Anawasilisha kesi. Na wewe ukipeleka mtu kotini lazima ukuwe na ushahidi thabiti ya kwamba huyo amefanya hivyo. Na vile nilisema hapo mwanzo, tuko katika enzi ambayo kujaribu kudhibiti mambo yanayotendeka mtandaoni yataendelea kuwa mambo ambayo yatatupatia shida kwa miaka mingi sana inayokuja. Na sheria itaendelea vile nilisema tena kuwa inafuatilia nyuma tu katika haya masuala. Pengine nimejaribu kujitenga kidogo nisiongee mambo ya dini, lakini mimi kama mwanasheria kuna sababu ambazo serikali imeamua kuingilia hayo mambo ili kupunguza mambo ambayo yalifanyika, pengine yale yamefanyika Shakahola na mambo mengine ambayo kuna dini zingine ambazo zimekuja zimedhuru watu. Na sheria inajaribu kuweka balance katika dhidi ya haki yako ya kikatiba ya kuabudu. Na pia serikali iko na mamlaka ya kuhakikisha kwamba hiyo haki yako ya kuabudu pia haikudhuru wewe na haidhuru mtu mwingine. Hapo ndio serikali inaingia, sababu haki ya kuabudu it's not absolute. Kama unafanya mambo ambayo yatakuja kudhuru watu na pengine unatumia mtandao kudhuru watu, sheria lazima ikuje ikuchukulie hatua kali. Ndio maana hata ukipata sheria inakuja inasema kwamba lazima kukuwe na namna fulani ya kudhibiti ama kutia msasa njia ambayo hiyo haki yako ya kuabudu isije ikakuwa na in conflict na haki za watu wengine za kuishi, za pia kuabudu pia venye hao wanataka. Na naelewa kwamba kuna shida kadhaa, na ndio maana hii ni kazi ambayo serikali inajaribu kufanya. Although ni ngumu, na vile Bishop amesema ni vizuri wakuje wakue. Kulikuwa na kamati fulani ilikuwa ya kuangalia haya mambo ya religious extremism. Ndio maana Bishop amesema, wamekuwa wakisema kwamba kuna hiyo kamati ilikuja, lakini hatujaona hii ripoti kama imekuwa implemented ama imekuwa implemented kwa kiwango gani. Ndiposa ya kwamba tunasema hata kama kuna hiyo haki ya kuabudu, lazima hiyo haki yako ikuwe penye haki yako inaishia ndio ya mwingine inaanzia. Hivyo ndio tunasema in layman's language, where your right ends is where somebody else begins. Na hayo tupekene ndio tunasema. Naam, asante wakili. Tutakuwa tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Mtazamaji, nitakuwa niendeleza mazungumzo haya. Kwa sasa napata fursa ya kupiga tama la maji na kusihi usiende mbali. Badala ya nyinyi kushughulikia sheria ambazo zinasaidia Wakenya kama kushughulikia mambo ambayo yanahusu Wakenya sasa hivi wanaumia kwa sababu ya economy na mambo kama hayo, ama mkuje na miswada ambazo zinaleta vitu kama masomo ya bure kwa watoto wetu, mnalete sheria za kugandamiza watu waliowachagua. Tunataka mjue nafasi mlio nayo katika bunge mmepewa na Wakenya, na inafaa muwakilishe Wakenya, msijiwakilishe nyinyi wenyewe. Kaimosi Friends National Polytechnic will hold its 6th graduation ceremony on 31st October 2025 from 8 a.m. at the Polytechnic grounds. This year's theme is Empowerment to Excellence, equipping youths with skills for global impact. The chief guest will be the Cabinet Secretary for Education, Julius Migos Ogamba. Kaimosi Friends National Polytechnic, ubunifu na ujuzi. Your health,
Your questions, our mission. So what do you look out for? Health Digest, your trusted guide to living better, longer and healthier is back. And it is bigger and better. So we just gonna carry on with the treatment. From cutting-edge medical breakthroughs to everyday wellness tips, we uncover the facts, bust myths, and bring you expert insights that matter. Our target for tuberculosis is to make treatment much easier. Whether it's fitness, nutrition, mental health, or medical advancements, we break it down in a way that's easy to understand and act on. Stay informed, stay empowered. Don't miss Health Digest with Gloria Milemo every Saturday at 9 p.m. only on KTN, where your health is our top priority. Greetings, ladies and gentlemen. Akili, Akili. This book is called Are You the Pilot? A, B, C, D, E, F, G. Meet number 11. Coco, I'm ahead of you. Kimasomo, Tukorada. Na mtazamaji, karibu tena tunapoendelea na mazungumzo katika sehemu hii ya mwisho, na labda kwa kuangazia sheria nyingine ambayo imekuwa miongoni mwa sheria zilizoibua wasiwasi na mjadala katika mitandao na pia kwenye vyombo vya habari miongoni mwa Wakenya, ni ile sheria ya National Rating Act ambayo inahusisha masuala ya ushuru wa ardhi. Swala ambalo limekuwa chini ya serikali ya county kwenye miaka ya nyuma. Kabla ugatuzi ilikuwa katika manispaa na usimamizi ambao ulikuwa kwenye daraja hiyo. Yapi ambayo yanaleta wasiwasi zaidi katika majukumu ambayo yamepewa county sasa, ikiwa ni kuendelea kukusanya ushuru huo, lakini cha mno kupata ile fursa ya kuchukua hatua ya kuuza mali ama ardhi ya mtu iwapo atakuwa na deni ambalo limelimbikizana bila kulipwa kwenye miaka kadhaa kwa muda kadhaa. Awali ilikuwa lazima uende mahakamani na mahakama itaamua iwapo inakupa muda zaidi ama inatoa ile nafasi ya serikali ya county kuweza kuuza mali ile, lakini kwa sasa serikali ya county inaweza kufanya hivyo bila amri ya koti. Sijui kama tumeielewa vizuri sheria yenyewe na mabadiliko yake, lakini labda wakili upate fursa ya kufafanua zaidi kuhusiana na hili. Nimepata kuiangalia hiyo sheria, na hapo awali nakumbuka miaka 5-10 iliyopita, sijui kama ukitembea mjini ungepata kuna majumba ambayo yamewekwa bango imesema ili jumba liko under the county government. Yani hata wapangaji katika jumba hilo wameambiwa sasa kutoka leo rent mnalipa katika account ya county government. Na kwa kusema kweli, ada kama ya za serikali sio ada ambayo enye utaanza kuimagine, ni ada ambayo ina exist, unanielewa? Na kulingana na county government, kama hili ni jumba ambalo umekaa nalo hii miezi ama hii miaka, kuna ada ambayo unajua unafaa kulipa. Na kusema kweli, Wakenya, nikisema Wakenya kijumla, kuna ile ari ya kuassume vitu. Unaamua kuassume vitu ambao ndipo sasa serikali ikikuja unajua utakimbia kotini. Kila mtu ana haki ya kwenda kotini, na hii sheria imeletwa ili kuweza kusawazisha
right ya serikali na right ya mwananchi, ambapo lazima hizi haki zote mbili ziweze kuwiana, ziweze kuwiana, ndiposa mmoja sidhulumu mwingine. Na ni kweli nimesikia kwamba kuna hiyo haki ya serikali kuenda kuuza jumba lako iwapo hizo hela ambazo unadaiwa zimefika kiwango fulani ambacho kinaweza sababisha ile jumba kuuzwa. Na si mara ya kwanza imefanyika, lakini hapa mtu anataka kuwe na ile opportunity ya kuweza kuenda kotini na elongate hii discussion kwa miaka ingine 5 ama 10, waki hope that kuna mahali utaenda uende mlango wa nyuma uweze ndio hiyo sheria isifanyike. Kama saa hizi umeona hata shirika la EACC, ukifanya makosa, ukipatikana ufisadi, mambo yako inauzwa. Ingekuwa hivyo, serikali inasema rudishie huyu mali yake, iende uzo, huyu tena aende kotini kwanza kuvurugana kwamba hii mali sio ya wizi, na ambapo ni kitu ambacho kimeshasemekana na sheria. Sasa kwa maoni yangu naona kwamba iwapo umepatikana unadaiwa ada na serikali, kuna mbinu ambazo unaweza tumia. Unaweza enda upinge hiyo ada, ama ulipe hiyo ada. Na kama uwezi fanya haya yote mawili, ndio serikali iko na haki ya kuja sema sasa hii ndio jumba ambalo linafaa likuwa linalipa ada. Na kama lilipi ada, sisi tunatafuta njia ambayo tunaweza uza hili jumba, tuchukue ada yetu na pesa zitakazobaki tukupatie. Hivyo ndio sheria hufanya kazi. Kama uko na ada utalipa, ama kama utalipa jumba lako litachukuliwa. Na hata ukiona hiyo, utapata kama hiyo hawatataka kuuza sana, watataka kuchukua pengine hilo jumba, wapangaji wakuwa wanalipa ada, wakuwa wanalipa hiyo rent kwa serikali mpaka siku yenye ada yako itakamilika, afu wakurudishie jumba lako. Naam, tukizungumzia kwenye masuala ya ardhi, kwa sababu nafikiri nyumba na ardhi inakuwa kidogo tofauti. Unahisi Bishop itakuwa na athari gani, hususan kwa labda tuseme taasisi za kidini ambazo zina pia vipande vya ardhi kwenye sehemu fulani, kwenye miji tofauti, na iwapo sheria hii pia kama anavyotaja wakili huenda ikaleta afueni pia kwa wale ambao wamekuwa wakikwepa kulipa ada hizi ama ushuru wa ardhi kwa jumla? Asante. Wajua, mtu kukosa kulipa ushuru ama ada kwa ardhi inaweza kuwa na sababu. Labda hataki tu kulipa, ama mtu amekuwa na shida ambazo zimemfinya kiasi kwamba hana hela za kulipia hiyo ada. Kwa mfano, kama mtu amekuwa mgonjwa na hela zote zimeenda kwa matibabu na vitu kama hizi. So hii sheria sasa ambayo inapendekezwa haipatii huyu mtu kusikizwa. Sababu gani? Alikuwa hajalipa hizo ada. So vile imesemekana kwa mbeleni, ilikuwa mtu anaweza enda kotini, wapate idhini ya koti ili waje wakaweze aidha kuuza hiyo ardhi ama kama hivyo. Na sasa hivi ni kwamba county government itaamua tu sasa huyu deni alilo nalo linatosha sisi tukaweza kuchukua hiyo ardhi yake. Huoni hiyo ni loophole sasa? Ndio baadhi ya vitu tunazungumzia. Hizi ni sheria ambazo hazina msingi kwa sababu zinawacha sehemu ya kutumika vibaya. Sasa hii itatumika land grabbers. Hii nchi tunajua kuna land grabbers wengi. Na upande wa kanisa sisi tuko na wasiwasi na hii. Tuseme kanisa liko na kiwanja na haijalipia rates na ina sababu. Labda wangenipeleka kotini, ningejieleza na niseme okay, ninaweza anza kulipa, ninaweza lipa hivi na hivi na hivi, lakini sababu zangu zile zilifanya nikose kulipa mpaka sasa ni hizi na hizi, na nikasikizwa. Si unaona hiyo ya mbele ilikuwa mzuri kuliko hii. Maana hii sasa mtu anaweza target. Unajua kuna shamba ambazo ziko very prime. Kama sasa hivi tunapozungumza, kuna kanisa letu moja hapa Nairobi, wako na shamba ambalo liko very prime, hiyo area ya Ngara hiyo Mpangani. Kuna grabbers wameingia na kanisa limejengwa hapo, wameinvest hapo up to 20 million right now. Kanisa inafaa ifikie 30 million, hiyo imeisha. Wameinvest 20 million, grabbers wamekuja, wameenda wameforge documents, wanasema shamba ni lao. Kanisa limekuwa hapo for 45 years.
likiwa pale. Unaona ni mianya kama hizi zitatumika vibaya. Ndio tunasema tu hizi sheria hazikufikiriwa vizuri, pole pole kuangalia athari ya kufanya hivi, itakuwa hivi na ama itakuwa hivi. Sasa mimi nina mfano wa hiyo shida ya hiyo land sasa hivi. Yes, ndio ninatoa. Kwa kumalizia na kukuongezea kama kuna ambacho nataka kuongezea kulingana na aliyosema Bishop. Tukiangazia kuelewa mabadiliko ambayo yapo kwenye sheria, kwa sababu kama tulivyoona sheria ambazo zilipitishwa hivi juzi, kuna baadhi ya Wakenya ambao wanakosa kuelewa vipengee ama labda maana ya vipengee ambavyo vipo na kutokuwa na ufahamu, lakini labda aidha wanahisi bado hawakubaliani na vipengee fulani bila ya kuvifahamu. Umuhimu wa wananchi kuelewa sheria na pia kuhusishwa kikamilifu wakati wa utungaji kwenye kile kiwango cha kuhusisha wananchi na umma, na pia wanapohusishwa wao wanaelezwa ni kipi ambacho wanafaa kupendekeza ama wanafaa kuunga mkono au kukataa katika kukusanya maoni yao kwa jumla. Vile umesema utapata ya kwamba kuhusishwa kwa wananchi ni kitu cha maana sana katika utungaji wa sheria. Hata imekuwa hivyo hadi tukaiweka katika katiba yetu. Nasema public participation ni lazima ifanywe kabla ya kutunga sheria. Ndio inaonekana ya kuwa wananchi wamehusishwa katika hizo sheria. Kuna njia kadhaa za kufanya hiyo public participation. Na hizo njia kuna zile yenye tunaenda kwa ground tunafanya public participation. Na kuna ile ambayo wabunge ambao wamechaguliwa katika hizo constituency na wards watafanya hiyo public participation, ndiposa wanakubalia mbunge wao aende aeleze, apeane maelezo yao bungeni. Na hili ni jambo ambalo sisi kama nchi tunajaribu kulitatiza. Na ndio maana ukienda kotini ukikuwa na tashwishi yoyote na jambo lolote katika sheria useme hakukuwa na public participation, hiyo peke yake itafanya hiyo sheria itupiliwe nje. Inamaanisha hata mahakama yetu inatilia maanani sana mambo ya public participation. La pili ni kwamba umeuliza ya kwamba watu wanaelewa ama hawaelewi. Tunaishi katika jamii ambayo naweza sema complicated, ambayo kila mtu ana maoni, na katika utengenezaji wa sheria hauwezi mkaafikiana kimawazo, na maoni ya kila mtu hayawezi yakakubaliana. Lazima kuwe na utofauti, na ndiposa utapata wananchi wengi hawaelewi mambo mengine, lakini wanasikiza uvumi. Mtu anasikiza uvumi na kusambaza uvumi. Unaona, anasema uvumi usambaa kuliko ukweli, na hiyo ni ukweli juu ya sheria zetu. Kama katika hicho kipengee cha cybercrime, utapata ya kwamba hiyo sheria imekuja na mapendekezo mengi ambayo ni mazuri, because ime-expand hiyo cybercrime, hiyo act, ndio iweze kunasa yale mambo mengine ambayo ni muhimu. Lakini watu wamesema, mtu amekuja amesoma kipengee kimoja, amesema ukiweka social media post yako useme mtu ni mjinga, utafungwa na utalipa 20 million. Unajua ukishasema hivyo, mtu anasema sasa hii cybercrime tushia hatuitaki yote, bila kusahau ya kwamba kuna vipengee vingine ambavyo ni muhimu. Sasa ukosefu wa hiyo elimu pia unachangia sana, na sisi kama nchi tunakuja tunavuna matunda ya kukua na access to the internet, ambapo kila mtu, wale ambao wanajua na wale ambao wajui, wako na maoni. Yeah? Kila mtu ana maoni, lakini maoni mengi utapata ni maoni ambayo ni yamepotoka kidogo, lakini kuna watu wengi wanataka kusikiza hayo maoni ambayo yamepotoka. Lakini iwapo tutajaribu kwenda katika hayo makongamano ya public participation, because watu wengi hawaendi. Wakisema hapa sahi kuna public participation City Hall, watu wachache sana wataenda, na watu wachache wataelewa, lakini wengine hawataelewa. Sasa hapo ndio shida tu ndio tuko nayo, ni kuelewa sheria inavyosema, na pia kutosoma sheria yote ikifuatana. Ndio sababu kipatikana kipengee kimoja tu inasema, kama sasa hivi wamesema
kila mtu anasema saa hizi ya kwamba ukipatikana umeandika post alafu mtu anasema mimi sina milioni 20 siwezi ongelea hilo jambo. Umeona I think umekutana na mambo kama hayo katika mtandao. Na asante sana wakili, na kwa sababu ya muda tutakuwa tunatamatishia hapo, lakini washukuru sana wageni wangu kwa kuja na kwa mchango wao katika mazungumzo haya. Nimshukuru Bishop Hudson Deda ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa CCAK, ikiwa ni muungano unajumuisha viongozi wa dini, na pia nimshukuru sana Wangila Waliaula ambaye ni mwanasheria kwa kutusaidia kuelewa baadhi ya masuala ya kisheria ya sheria ambazo tulikuwa tunazijadili studio. Asante sana kwa muda wenu na kwa kuchangia katika mjadala huu. Na mtazamaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa taarifa hizi za yanayojiri, lakini wenzangu katika lugha ya Kimombo watakuwa wanachukua usukani kuendeleza mazungumzo haya na taarifa nyinginezo ambazo zinaibuka na kugonga vichwa vya habari katika taarifa za News Desk. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa, hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.